Karibu tukujuze habari ambazo zinatufikia kutoka sehemu mbalimbali. Mimi ni Fadhili Komba, lakini nipo na Aidan Jeremiah. Kila mmoja nakumbuka Oktoba 29 mwaka 2025 kulikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi ambao watatuongoza vyema katika nchi yetu ya Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa wema na ukarimu wake. Zoezi lilienda vizuri na tuliweza kufanikiwa kumpata kiongozi wa kuongoza taifa la Tanzania, naye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alichaguliwa kwa kura za wananchi. Wananchi walitekeleza jukumu la kikatiba la kuchagua kiongozi na aliapishwa Chamwino Ikulu jijini Dodoma. Hebu tutazame ambavyo ilikuwa siku ya uapisho wa kumwapisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, akiwa ni mwanamke wa kwanza akiweka historia ya kuchaguliwa kwa kura za wananchi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Naam, na rais akaanza majukumu yake rasmi mara baada ya kuapishwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na siku hiyo ya Oktoba 29, baadhi ya watu waliweza kuleta chokochoko za hapa na pale na kusababisha uharibifu wa mali za umma pamoja na wananchi, bila kusahau za makampuni mbalimbali. Miongoni mwa kampuni ambayo iliweza kuingia katika janga ni mojawapo kampuni ya Shabibi Line, ambayo hii inamiliki mabasi ambayo yanakwenda katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kuna baadhi ya mabasi yalichomwa moto na baadhi ya vijana ambao wao walikuwa wakileta chokochoko za hapa na pale siku hiyo ya Oktoba 29 mwaka 2025. Mara baada ya kuchoma kwa baadhi ya mabasi ya kampuni ya Shabibi Line, wamekuja na new joint mpya ya mabasi haya yanaweza kafika 30 na kuandika kupitia katika ukurasa wa kampuni hiyo ya Shabibi Line. Kwenye ukurasa wa Instagram wa kampuni hiyo ya Shabibi Line waliposti picha ya mabasi hayo na kuandika "Nachoka babu yenu", akaweka dash, akaweka kichwa kama hakipo sawa hivi. Slogan ya kuzipokea D14 nyingi zilizoingia mwezi huu Novemba na kupokelewa kwa ukali ni "Nachoka baba yenu". Hiyo ni slogan ambayo imetumika kuyapokea mabasi hayo mapya ya Shabibi Line ambayo ni D14.
Tupe mapendekezo ya slogan yako unayoihusudu au kuona inafaa katika ujio wa mabasi yetu mapya aina ya Yutong D14. Hapa ametoa mapendekezo ambayo kama unaweza una slogan yako unaweza ukaiweka katika upokeaji wa mabasi hayo ya Yutong D14. Chini pia akaweza kutujuza sehemu ambayo unaweza ukapata tiketi yako ili uweze kusafiri na mabasi haya ya Shabibi Line. Sasa walitoa hapa slogan ambayo watu wanaweza kutoa slogan yao kwa ajili ya kuyapokea mabasi haya. Ngoma Phones amesema tajiri mmoja tu mention Shabib_line. Ameandika 2/10 lazima uwe umesoma Cuba ndio utaelewa. Lakini pia amekuja amejibu hapa, amemjibu Ngoma muuza simu original. Okay, sawa. Dodoma nzima akaandika hivyo. Na Choka kaweka emoji ya kupiga saruti akimaanisha kwamba amerespect hichi kitu ambacho kampuni ya Shabibi Line imekifanya. Swahiba amesema in fact hata Bible inasema mwenye nacho atazidishiwa na asiye nacho atanyang'anywa hata alichonacho. Wamechoma mabasi, wamenyang'anywa mpaka uhai pekee wanaomiliki. Not mshahara wa dhambi ni mauti. Hongera sana sana mpambanaji tajiri Shabibi. Na Choka mimi wamechoma zote zinakuja mara 3 yake. Akaweka emoji ya kufunga ya appreciate. Twende sawa. Haya nyie vibaka hapo vipi Shabibi forever. Gap la maskini wa fikra na tajiri anayejituma ni kubwa sana. Hongera tajiri. Tajiri hakomoleki na mpewa hapokonyeki. Hivi ndivyo baadhi ya comments ambazo wameweza kutoa watu ambao walipewa hapa. Wanasemeni mnataka slogan gani ambayo itumike ili ambayo itaweza kutumika kwa ajili ya kuyapokea mabasi mapya ya Shabibi. Posti nyingine ambayo ilikuwa imepostiwa katika ukurasa wa Instagram wa kampuni ya Shabibi_line ni kama ratiba na mawasiliano ya ofisi zao ambazo zipo katika mikoa. Mmoja hapo ni Dodoma, Mbeya, Arusha, Moshi, Rombo, Babati, Tanga, Sumbawanga na Dar es Salaam. Amesema mawasiliano ya ofisi zetu, hizi ni namba za simu unazoweza kuwasiliana nazo wakati wowote unapohitaji huduma ya usafiri kutokea sehemu ulipo. Karibu sana Shabibi Line. Unaweza kukata tiketi ya safari yako kupitia tovuti yetu. Ameiweka hapa ya Shabibi. Ameiweka hapa www.shabibi.co.tz. Unaweza pia kukata tiketi yako kupitia tovuti yao ambao ameiweka hapa. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba. Endelea kujuza kila kitu ambacho kinaendelea kutokea sehemu mbalimbali.